Mchana wa Ijumaa hii, Iran imerusha mashambulizi mapya ya makombora ya masafa marefu yaliyolenga maeneo mbalimbali ya kaskazini, kati na kusini mwa Israel. Kwa mujibu wa jeshi la ulinzi la Israel IDF, milio mikubwa ya milipuko ilisikika kote nchini humo, huku tahadhari za ving'ora zikipigwa katika miji ya Tel Aviv, Haifa, Beersheba na Jerusalem. Makombora hayo yaliripotiwa kugonga maeneo kadhaa, hasa katika Israel ya kati na kusini, huku huduma za dharura zikitumwa haraka kusaidia waathirika na kutathmini kiwango cha uharibifu. Awali IDF ilitoa amri kwa wananchi kuingia katika maeneo salama, lakini baadaye ilitangaza kuwa watu wanaweza kuondoka kwenye hifadhi. Jeshi la anga la Israel lilijibu haraka kwa kufanya operesheni za kukinga makombora na kushambulia maeneo ya urushaji ya Iran ili kuondoa tishio hilo. Wakati hali ya taharuki ikiendelea, mawaziri wa serikali ya mrengo mkali wa kulia wameanza kushinikiza vyombo vya habari vya kimataifa, wakivituhumu kwa kukiuka sheria za usalama wa taifa kwa kuonyesha moja kwa moja picha za maeneo ya mashambulizi. Katika barua aliyoandika kwa kaimu mkuu wa shirika la ujasusi la ndani Shin Bet, waziri wa usalama wa ndani Itamar Ben-Gvir aliitaka taasisi hiyo kuchunguza baadhi ya vyombo vya habari vya kigeni, akisema vinakiuka amri za usiri wa kijeshi kwa kurusha matangazo ya maeneo yaliyoshambuliwa. Baadhi ya vyombo vya habari vinaonyesha maeneo ya mashambulizi kwa uzembe mkubwa, alisema Ben-Gvir. Waziri wa mawasiliano Shlomo Kani aliongeza kuwa matangazo haya yanaonyesha ramani halisi ya madhara na wakati mwingine picha nyeti za uharibifu. Lakini kiongozi wa upinzani Yair Lapid alikosoa hatua hiyo, akisema katika zama hizi za smartphones, kuzuia taarifa ni jambo lisilowezekana. Hatua hii inaweza kuharibu uungwaji mkono wa kimataifa ambao Israel imeupata. Wakati huo huo, maandamano makubwa ya kuipinga Israel yamezuka Ijumaa hii katika miji ya Tehran na maeneo mengine nchini Iran. Runinga ya taifa ya Iran ilionyesha maelfu ya watu wakibeba bendera za Iran na Hezbollah, huku wakipaza sauti dhidi ya Israel na mataifa ya Magharibi. Baadhi ya waandamanaji walikuwa na picha za makamanda wa Iran waliodaiwa kuuawa na Israel tangu kwanza kwa vita hivi. Nako nchini Iraq, maelfu ya waandamanaji walikusanyika Baghdad na Najaf kufuatia wito wa kiongozi mashuhuri wa kidini Muqtada al-Sadri wa kufanya maandamano ya kitaifa. Maandamano hayo yaliambatana na mabango ya kuipinga Israel na kauli za kuiambia Marekani kuachana na kanda hiyo. Mmoja wa waandamanaji, dereva taksi mwenye miaka 54 aitwaye Abu Hussein, aliliambia shirika la habari la AFP, Israel haina haki ya kuivamia Iran. Hivi ni vita vya dhuluma. Lengo la Israel na Marekani si nyuklia, ni kutaka kutawala Mashariki ya Kati.